Samiri akaanza kuchukua, akatazama vikanyagiwa vya farasi vya nani, vya huyu Jibril alayhi salatu wassalam. Akawa anachukua mchanga uliokuwa unakanyaga farasi wa Jibril, huku akidai, akikuwa na itikadi kwamba mchanga huu uliokanyagwa na farasi wa Jibril huko una nguvu za kichawi. Ndio ilikuwa imani yake na akida yake na itikadi yake. Kana Samiri munafiq min bani Israila. Huyu Samiri alikuwa ni mtu munafiki katika koo za wana wa Israeli. Alijiingiza katika kundi la Musa, lakini alikuwa ni munafiki katika wana wa Israeli, ili kwa ajili ya kuchukua habari na kuwagombanisha kaumu ya Musa. Samiri akawa anaona baada ya kuondoka Musa, Samiri akawa anatazama farasi wa Jibril wakati anapokwenda. Samiri akawa amewambia wana wa Israeli bi an yatakhallasa min kulli Firauna allati yahmilunaha. Akawa amewambia wana wa Israeli wachukue mapambo yote ambayo walihama nayo, walikimbia nayo kutoka Firauni, miongoni mwa dhahabu na fedha zote, yani mapambo walikimbia kutoka nayo kwa Firauni. Akawaambia yatoeni yote, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwasamehe madhambi yenu. Wakidai kwamba kuyatoa yale Mwenyezi Mungu atawasamehe madhambi yao. Sanaatul ijala, baada ya kuyatoa yale mapambo na madhahabu na fedha walizotoa na Waisraeli, wakazitoa kwa wingi sana, wakidai kwamba huku wakijua kwamba watasamehewa madhambi yao. Akatengeneza ndama mfano wa ng'ombe. Thumma jala Samiri, kisha Samiri akachukua ule mchanga ambao aliochukua kwa farasi wa Jibril, akauchanga na vile vitu ambavyo wana wa Israeli walikuja navyo, kisha akatoka kwa ndama, ng'ombe anayetoa sauti, unafikiri ni ng'ombe alikuwa hai. Ng'ombe akatoa sauti, lahu huwaru, ng'ombe huyo akawa anatoa sauti kama vile ng'ombe ambaye alikuwa hai. Kisha akawaambia, hadha ilahu Musa fanasiyahu. Sikilizeni, huyu mnamuona hapa ndio Mungu wa Musa. Alimwacha, alimsahau, akaenda kumtafutia mbali hadi alipo hapa karibu. Mtakaa bila Mungu. Huyu ndio Mungu wa nani? Wa Musa. Alimsahau hapa, kisha kaenda wapi? Kumtafutia mbali. Kwa hivyo wana wa Israeli wakashawishika na mdomo wa nani? Wa Samiri, wakaanza kuifanya ibada ya nani? Ya kuabudu ng'ombe. Hapa ni katika masiku haya wana wa Israeli kama mtihani kwa katika masiku haya 10 ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuzawadia sisi kama vile zawadi. Ikawa mtihani kwa wana wa Israeli. Ndugu zangu Waislamu, Allah anatuambia fala tatlimu fihi anfusakum, msizulumu waja wa Allah. Wana wa Israeli walizulumu nafsi zao katika masiku haya. Wataba man taba min bani Israila, na wale waliotubia wana wa Israeli Mwenyezi Mungu akawapokelea tauba zao katika mwezi huu wa Dhulqaada, wakatubia na Mwenyezi Mungu akawasamehe madhambi yao. Itakuwa jambo la ajabu mwezi huu, siku 10 za Dhulhijja ziondoki haujafanya tauba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masiku haya ni masiku ambayo Mwenyezi Mungu anaupokea msamaha wa watu, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akafia kusema wazi wazi na kutangazia ulimwengu, ma min ayami al-amalu, hakuna masiku miongoni mwa masiku, al-amalu, kitendo kitafanyika katika masiku, ahabu ila Allahi, kitendo hicho kitakuwa chenye kupendezwa na Mwenyezi Mungu na chenye heshima kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama matendo utakayofanya katika masiku haya ya Dhulhijja. Hakuna matendo utakayofanya yakawa yanapendezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuyapenda na kuyaheshimu kama amali utakayofanya katika mwezi huu wa Dhulhijja. Ndugu Waislamu, hani alakum, hongereni sana kwa wale ambao waliotumu na somo katika siku 10 za Dhulhijja. Pongezeni sana kwa wale ambao walitoa sadaka kwa sana katika siku 10 hizi za Dhulhijja. Pongezeni sana kwa wale ambao waliunga undugu katika masiku hizi, siku 10 za Dhulhijja. Alhamdulillahi alladhi ja'ala iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh
minha arba'atun hurum thumma qala ba'da dhalika fala tadhlimu fihinna anfusakum thumma ba'da dhalik ikhtara 10 ayyam au faddala 10 ayyam min sa'iri layali wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana habibana Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwa khatama anbiya wa imamul mursalina nashhadu annahu qad ballagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin fa salawatu rabbi wa taslimatu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, baada ya utangulizi huyu mtukufu, elamu ibadallah, jueni enyi waja wa Mwenyezi Mungu, tambueni enyi waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, katika siku hii ya leo tukufu, mimbari za ulimwengu mzima sasa hivi zinazungumzia ni jambo moja, kutokana na uzito na masiku ambayo tuliyokuwa ndani yao. Lakini upande wangu binafsi nitazungumzia masiku haya kutokana na aya yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo khutba itazungurukia katika munasaba wa aya hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika kitabu chake kitukufu, wa wa'adna Musa 30 laila thumma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusimulia ndani ya kitabu chake kitukufu ya kwamba tulimpa miadi Musa ya kuzungumza na Mola wake ya siku 30. Siku 30 hizi zilikuwa ni katika mwezi wa Dhulqaada. Dhulqaada ni mwezi wa 11 wa Kiislamu, na huu mwezi tuliomo ndani yake ni mwezi wa 12 unaitwa Dhulhijja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizungumza akamwambia, tulimpa miadi Musa ya kukutana naye ili kuzungumza na Mola wake katika masiku 30. Lakini katika siku 30 hizo zilikuwa za mwezi wa Dhulhijja. Wafasiri wa Qur'an wakasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha Musa afunge katika siku hizo 30. Akamwamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afunge siku 30 za Dhulqaada. Linaili alwahi at-Taurat. Katika masiku hayo 30 Mwenyezi Mungu alimwaahidi Musa kuzungumza naye ili aweze kumpa mbao za Taurati, ambazo ni kitabu kitukufu ambacho kiliteremka kutoka mbinguni. Waislamu, hikima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuona siku 30 zimetimia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuongeza zingine siku 10. Fatamma miqatu rabbi, ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu kukutana Mwenyezi Mungu kaenea kwa siku 40. Mwezi wa Dhulqaada ukaondoka, akamuongeza siku 10. Ndio siri inakuja hapa. Kwa nini Mwenyezi Mungu amuongeza siku 10? Siri inapatikana hapa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kumuongeza siku 10, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuteremsha kitabu chake kitukufu katika hizi siku 10 za Dhulhijja ambazo tumeipo ndani yake. Waislamu,
fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu nafsi zenu katika hizi siku 10. Ingawa kuna fasiri za Qur'ani, baadhi za aqwal ulama wanasema kwamba Taurati iliteremka katika mwezi wa Ramadhani, lakini katika fasiri za wanawazuoni wengine wanasema Taurati iliteremka katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Wa'ada Allahu Musa 30 laila min shahr Dhulqa'da, Allah alimwahidi Musa masiku 30 katika mwezi wa Dhulqa'da. Thumma atammaha, kisha akazikamilisha siku hizo 30 ashrata ayami min Dhulhijja, kisha Allah akayakamilisha kwa masiku 10 ya Dhulhijja. Liyablugha almiqata an-nihai 40 laila, hivyo muda wa mwisho ukawa ni masiku 40. Khilalu hadhihi alfatra istakhlafa Musa akhahu Haruna ala qaumi, katika masiku hayo ambayo Musa alitoweka kwa wana wa Israeli, aliwaambia mimi naondoka, lakini baada ya siku 30 nitarudi kwenu, lakini nakuachieni kiongozi. Sasa nikaondoka nikawaacheni bila kiongozi, na kama naambia wafahamu wana wa Israeli ni wazito sana wacha Mwenyezi Mungu. Istakhlafa, akamwacha kuwa kiongozi kwa wana wa Israeli, akamteua ndugu yake Haruna, akamwambia ninakuacha wewe kuwa kiongozi kwa hawa watu. Abrazul maani wadalalati allati waradat inda almufassirina, miongoni mwa dalili nyingi sana walizitaja wafasirina katika aya hii ni kuongezwa kwa muda wa Musa siku 10. Baada ya siku 30 kukamilika, wakamwongeza Musa siku 10 za Dhulhijja. Basi ahadi ikaanza kuanzia hapo kwa siku 30. Kisha Allah alipomwongeza siku 10, lihikmat baligha waqtibara liqaumi Musa, alimwongeza siku 10 kwa hikma iliyokuwa ya juu na ili iwe ni mtihani kwa wana wa Israeli. Fakanat, ikawa katika masiku hivyo, katika hayo masiku 30 yalikuwa ni mwezi wa Dhulqa'da, na siku 10 yalikuwa ni masiku ya mwezi mtukufu wa Dhulqa'da, siku 10 za mwanzo za Dhulhijja. Mwenyezi Mungu akaanza majaribu kwa wana wa Israeli hapo. Sasa majaribu yakaanza kushuka kwa wana wa Israeli baada ya kuondoka Musa, lakini wakati anazungumza Sauli akuondoka peke yake, Musa aliletwa na aliyekuja kumchukua ni Jibril alayhi salatu wassalam. Waislamu, tazameni picha hii inavyokwenda. Jibril ndiye kiongozi wa manabii, anakuja kumchukua Musa ili ampeleke kwenye miadi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kawaida alikuwa ndio mwenyeji wa manabii wote. Jibril anakuja, Musa amesimama, wana wa Israeli wako pembeni, farasi wa Jibril yuko hapo, haonekani Jibril ila farasi wake tu. Mazungumzo yakaanza baina ya Musa na nani? Na Jibril alayhi salatu wasalam. Akamwambia kwamba jiandae sasa, tunaondoka, lakini wache kiongozi kati yao. Fastaghala Samirun hadha alghiyab, ndio bwana mmoja aitwaye Samiri akatumia fursa hiyo, akaona mtu ukikuwa ameondoka, acha nitumie fursa hii sasa. Kana Samiri munafiq min bani Israila, huyu Samiri alikuwa ni mtu munafiki katika koo za wana wa Israeli. Alijiingiza katika kundi la Musa, lakini alikuwa ni munafiki katika wana wa Israeli, ili kwa ajili ya kuchukua habari na kuwagombanisha kaumu ya Musa. Samiri akawa anaona baada ya kuondoka Musa, Samiri akawa anatazama farasi wa Jibril wakati anapokwenda. Samiri akaanza kuchukua, akatazama vikanyagio vya farasi vya nani, vya huyu Jibril alayhi salatu wassalam.
akawa anachukua mchanga uliokuwa unakanyaga farasi wa Jibril, huku akidai, akikuwa na itikadi kwamba mchanga huu uliokanyagwa na farasi wa Jibril uko una nguvu za kichawi. Ndio ilikuwa imani yake na akida yake na itikadi yake. Samiri akawa anachukua mchanga alikuwa kanyaga farasi wa nani, wa Jibril alayhi salatu wasalam. Baada ya Musa kuondoka, siku 30 zilipotimia, watu wana wa Israeli wanamsubiri Musa harudi. Samiri ndo akaona nafasi hii, akamwambia, sikilizeni ndugu zanguni, dhahaba Musa limiqat, Musa tayari ameshaondoka. Sasa hapa hakuna kingine cha kufanya. Siku 30 alizotoahidi Musa tayari zimeshakamilika na zimeshakwisha. Hatarudi tena Musa. Samiri akawa amwambia wana wa Israeli bi an yatakhallasa min hulli Firauna allati yahmilunaha, akawa amwambia wana wa Israeli wachukue mapambo yote ambayo walihama nayo, walikimbia nayo kutoka Firauni, miongoni mwa dhahabu na fedha zote, yani mapambo walikimbia kutoka nayo kwa Firauni. Akamwambia yatoeni yote, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwasamehe madhambi yenu. Wakidai kwamba kwa yatoa yale Mwenyezi Mungu atawasamehe madhambi yao. Sanaatul ijala, baada ya kuyatoa yale mapambo na madhahabu na fedha walizotoa na Waisraeli, wakazitoa kwa wingi sana, wakidai kwamba huko, wakijua kwamba watasamehewa madhambi yao. Akatengeneza ndama mfano wa ng'ombe. Thumma jala Samiri, kisha Samiri akachukua ule mchanga ambao aliochukua kwa farasi wa Jibril, akauchanga na vile vitu ambavyo wana wa Israeli walikuja navyo, kisha akatoka kuwa ndama, ng'ombe anayetoa sauti, unafikiri ni ng'ombe alikuwa hai. Ng'ombe akatoa sauti, lahu huwarun, ng'ombe huyo akawa anatoa sauti kama vile ng'ombe ambaye alikuwa hai. Kisha akawaambia, hadha ilahu Musa fanasiyahu, sikilizeni, huyu mnamuona hapa ndio Mungu wa Musa, alimwacha, alimsahau, akaenda kumtafutia mbali hadi alipo hapa karibu, mtakaa bila Mungu. Huyu ndio Mungu wa nani? Wa Musa. Alimsahau hapa, kisha kaenda wapi? Kumtafutia mbali. Kwa hivyo wana wa Israeli wakashawishika na mdomo wa nani? Wa Samiri, wakaanza kuifanya ibada ya nani? Ya kuabudu ng'ombe. Hapa ni katika masiku haya wana wa Israeli kwa mtihani kwa katika masiku haya 10 ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuzawadia sisi kama vile zawadi. Ikawa mtihani kwa wana wa Israeli. Ndugu zangu Waislamu, Allah anatuambia, fala tatlimu fihi anfusakum, msizulumu waja wa Allah. Wana wa Israeli walizulumu nafsi zao katika masiku haya, wakaanza kumwabudu huyo ng'ombe, kumwabudu. Baada ya siku 40 kutimia, Musa alayhi salatu wasalam, lakini kabla ya hajarudi, Harun kama kiongozi wa wana wa Israeli alijaribu kuwazuia, wakaanza kumwabudu huyo ng'ombe, kumwabudu. Baada ya siku 40 kutimia, Musa alayhi salatu wasalam, lakini kabla ya hajarudi, Harun kama kiongozi wa wana wa Israeli alijaribu kuwazuia, lakini hawakumsikia wala hawakuweza kumheshimu kutokana na upole aliokuwa nao nani? Harun alayhi salatu wasalam. Watazkirihim bitauhidillah, alijaribu kuwazuia na kuwakumbusha ahadi na utukufu na kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu tauhidi. Lakinahum asauhu, lakini wana wa Israeli walimwasi na wakampinga kutokana na upole aliokuwa nao nani? Huyu Haruna. Ada Musa alayhi salatu wasalam ndio anarudi sasa, akakuta mambo yameharibika kwa wana wa Israeli. Ghadiba Musa ghadban shadida, Musa akawa ametukizwa na hasira kubwa sana. Walama akhahu Harun, na lawama zote akampelekea kiongozi aliyowaachia kwao wana wa Israeli. Lawama zote akazipeleka kwa Haruna.
Harun akamwambia mimi sio kosa langu. Akamwambia ibn umma la ta'khudh bilihiyati wala birasi, ewe ndugu yangu acha kunivuta kwa ndevu zangu na kichwa changu. Maana alimchukua kamzoza zuza. Kama mnavyofahamu, Musa alikuwa na hasira, na hasira zake alikuwa hawezi kuzimiliki, isipokuwa lazima atamgusi mtu tu, lazima atamgusi mtu. Akamwambia ndugu yangu, aliyezua balaa hili ni nani? Ni Samiri. Musa alayhi salatu wasalam anafuata Samiri, watu wote mikono kichwani, anajua pa Samiri ndio inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sababu Musa alikuwa akikutia ngumi unakufa. Watu wote wanamwona anamwelekea Samiri Musa, wana wa Israeli mikono kichwani, anajua hapa tunakwenda kuzika saa 7. Kwa hasira na uso alioonyesha, akamfuata akamwambia, ma fatumuka ya Samiri, wewe Samiri, kipi kilichokufanya wewe uzue jambo hili na balaa kubwa kama hili? Samiri ndo anatoa siri sasa, akwambia basurtu bima lam yabsuru bihi, nimeyaona yale ambayo Waisraeli hawakuyaona. Nimeona farasi wa Firaun alipokuwa kanyaga, nikachukua mchanga nikachanganya na vitu ambavyo walichukua wana wa Israeli kwa Firaun, nikatoa Mungu huyu ambaye ni Samiri, ambaye Mungu wa nani? Wa ng'ombe. Musa alayhi salatu wasalam akashindwa namna gani ya kuweza kumchukua na kumwadhibu nani? Samiri. Lakini akumwacha hivi hivi bila kumwadhibu, akamchukua Samiri, waaqaba Samiriyu bitardi. Samiri akapewa adhabu ya kufukuzwa na kutengwa, akawambia watu wamtenge na kufukuzwa, akawambia aende mbali hata la yamasa ahadan wala yamasuhu ahadun, mpaka asiwe akimgusa mtu yoyote wala atigusi na yoyote. Huyu Samiri. Wataba man taba min bani Israila, na wale waliotubia wana wa Israeli Mwenyezi Mungu akawapokelea tauba zao katika mwezi huu ya Dhulqaada, wakatubia na Mwenyezi Mungu akawasamehe madhambi yao. Itakuwa jambo la ajabu mwezi huu, siku 10 hizi za Dhulhijja ziondoke haujafanya tauba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masiku haya ni masiku ambayo Mwenyezi Mungu anaupokea msamaha wa watu, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akafia kusema wazi wazi na kuutangazia ulimwengu, ma min ayami al-amalu, hakuna masiku miongoni mwa masiku, al-amalu, kitendo kitafanyika katika masiku, ahabu ila Allahi, kitendo hicho kitakuwa chenye kupendezwa na Mwenyezi Mungu na chenye heshima kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama matendo utakayoyafanya katika masiku haya ya Dhulhijja. Hakuna matendo utakayofanya yakawa yanapendezwa na kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuyapenda na kuyaheshimu kama amali utakayoifanya katika mwezi huu wa Dhulhijja. Ndugu Waislamu, ani allakum, ongereni sana kwa wale ambao waliotumu na somo katika siku 10 hizi za Dhulhijja. Pongezeni sana kwa wale ambao walitoa sadaka kwa sana katika siku 10 hizi za Dhulhijja. Pongezeni sana kwa wale ambao waliounga undugu katika masiku hizi, siku 10 za Dhulhijja. Waja wa Allah, itakuwa jambo la kusikitisha Dhulhijja iondoke bado hujasamehewa madhambi yako. Katika haya masiku Mwenyezi Mungu akachagua siku bora kuliko masiku yote, kuzidi hata masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akachagua siku hii moja, Yaumu Arafa, ambayo ni siku ya Arafa. Ndugu zangu Waislamu, siku ya Arafa ni siku bora na tukufu. Hakuna dua mahsus. Mtume akasema kwamba dua ambayo yenye kupokelewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dua ya Yaumu Arafa, ni dua ya siku ya Arafa. Wanawazuoni wakatambaa hapo, wakatabahuru, wakasema kwamba hakuna dua maalum ambayo mtu utakayesoma siku ya Arafa, isipokuwa dua yoyote ile utakayoomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataikubali. Lakini ukisoma dua ambayo alisoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuwa bora zaidi. Waja Mwenyezi Mungu, ikifika siku ya Arafa, tenga muda. Ukibidi kushinda msikitini, shinda msikitini, kumnongoneza na kulia na Mola wako. Ujui kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuacha hai mpaka mwaka ujao uweze kudiriki katika siku ya Arafa kama hiyo. Mtume kasema,
atakayefunga siku ya Arafa, ahtasibuhu, ninampa garanti ya mtu huyo kwamba atasamehewa madhambi ya miaka miwili, mwaka uliotangulia na mwaka unaokuja. Mwenyezi Mungu anakusamehe madhambi. Limadha? Kwa nini Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi ya mwaka unaokuja hali ya kwamba bado tutafikia mwaka huyo? Kwa nini Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi ya mwaka unaokuja hali ya kwamba bado hatujaudiriki wacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wanawazuoni hawakutuacha hivi, wakasema Mwenyezi Mungu anataka atukinge kutokana na madhambi katika mwaka mzima huyo, ili mja aishi chini ya riaya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na aweze kumsamehe mwanzo kabisa, mwanzo amsamehe madhambi yake wacha Mwenyezi Mungu. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafuru wa huwal barru al-karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala an-nadhir al-bashir nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ninarudi tena kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia sala na salamu zimshukie mbora wa manabii mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waja Mwenyezi Mungu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizulumu nafsi zenu katika masiku haya ya Mwenyezi Mungu. Kuna baki siku chache, kama siku 4 au kama ni siku 3, ziondoke siku 10 hizi waja Mwenyezi Mungu. Katika masiku haya yanayosadia, kama hujapata bahati ya kufunga hizi siku 3 zinazobaki au 4, ziswaumu waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Soma Qur'ani kwa sana, fanya dhikri kwa sana. Mahujaji wanapata tabu kule. Mwenyezi Mungu akatutaka sisi siku ya Arafa tuswaumu, na wale kule mahujaji kule wakae bila swaumu. Siku ya Arafa siku ngumu sana, lakini mahujaji wao hawakupendezewa waswaumu, lakini sisi tuliobaki huko tuswaumu. Wale waliobaki kule wasiswaumu. Kwa sababu gani? Wapate nguvu za kusimama siku ya Arafa. Ni siku ya msongamano, ni kusimama kuanzia kuchomoza kwa jua kuzama kwa jua, huku wakimlilia kwa lugha tofauti. Dunia nzima imekusanyika katika uwanja wa Arafa, watu wamefurika waja Mwenyezi Mungu. Naona ukubwa wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wametoa mabilioni mamilioni, wanakwenda liyashhadu manasikahum, washuhudie ibada tukufu za kule Maka. Mwenyezi Mungu akatutaka na sisi tusaumu ili kushirikiana na wale kule ambao wamesimama katika mlima wa Arafa, tusimame nao pamoja. Wanaomba kule na sisi huku tukiomba dua zetu, tukifanya dhikri, tukifanya takbirat kwa mbalimbali. Ndio maana masahaba katika siku 10 hizi kuanzia tariki 1 walikuwa wakianza kupiga takbira mpaka siku ya 10 wakipiga takbira, Allahu akbar, Allahu akbar. Masokoni wakina Umar wanasimulia, masokoni mtu anapita na takbira kutokana na uzito wa siku kama hizi. Lengo kujikurubisha kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunasubiri siku kale, siku ya Eid, ile siku ya mwisho kusali la Eid, ndio tunaenda kupiga takbira. Na takbira yenyewe inayopigwa ni wale watu wa wamesimama kule mbele kule kwenye mimbari, Allahu akbar, Allahu akbar. Wengine kule kwa zao wima wamekaa wanashughulisha na mambo mengine, wanapiga historia kama vile katika vigenge vya kahawa. Utovu wa nidhamu mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka kule tunauonesha. Wenye kupiga takbira ni wale wenye kushika mikrofoni, ambao Waislamu wako kule chini hawapigi takbira, na hali ya kwa malengo Waislamu wote wapige takbira kwa pamoja. Waislamu masahaba siku 10 zote hizo wanapita barabarani, takbira wamechanganyikiwa kwa takbira mbalimbali. Kwa ajili gani? Ya kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masiku haya waligundua kwamba kuna siri, wakaweza kuyatumia. Waje Mwenyezi Mungu, elamu tambueni kwamba Mwenyezi Mungu ndio wa kwanza kumswalia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale aliposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, imtithali li-amri llah wa hubban li rasulillah. Wa nahnu naqul Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafai 4 wa hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an 6 mubashirina bil janna wa nahnu ma'hum bi karamika wa hifdhika ya akramal akramin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر جيوش المسلمين في كل مكان. اللهم دمر الشرك والمشركين، اللهم دمر الشرك والمشركين وأعز التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.